Unajua katika hii dunia tatizo kubwa tulilonalo wanadamu ambalo unaona saizi watu wanahangaika ni utawala, ni siasa. Siasa ndizo zinazotesa watu duniani. Yaani magogoro yote na mateso yote chanzo chake ni siasa. Siasa ni mfumo wa kupata watawala. Sasa hii dunia tunateseka kwa sababu siasa zetu aziendeshi mwenye nyumba hii. Siasa za hii dunia aziendeshi mwenye nyumba, aziendeshi mmiliki wa dunia hii ambaye ni Allah tabaraka wa taala, ni Jehova, ni Yawe. Haendeshi siasa za dunia. Yani ndio maana tunateseka. Tumezikataa siasa za mwenye hii nyumba, ndio maana tunateseka. Unajua katika dunia ukisoma political science au ukasoma uraia au ukasoma general study, kuna aina 4 za siasa, za mfumo wa kumpata kiongozi. Kuna aina ambayo inaitwa demokrasia, ni mfumo wa kisiasa wa kumpata kiongozi, ambapo wananchi katika hilo taifa ndio wanachagua, wengi wapo wanachagua kiongozi. Kwa hivyo mamlaka ya taifa yanakuwa kwa wananchi, naitwa mfumo wa kidemokrasi. Mamlaka ya taifa lile hayako kwa Mungu, yako kwa wanadamu. Kwa hiyo viongozi wanapochaguliwa wanaapa kwa wanadamu, na contract, agano wamelitengeneza wanadamu kupitia bunge, inaitwa katiba. Huu ndio mfumo ambao tunaishi leo Tanzania na karibia mataifa yote, ambao mfumo huu haumtambui Allah ambaye anatupa sisi hewa, anatupa sisi pumzi. Huu mfumo haumtambui wanadamu kisiasa. Siasa zetu, Mungu hahusiki na siasa zetu. Viongozi wanapatikana kwa nini? Yani mwenye mamlaka na taifa ni mwanadamu, sio Mungu. Sio al-Malik, Maliki nasi, kul a'udhu birabbin nas, Maliki nasi, ilahi nasi. Yani Mungu wa watu, mfalme wa watu, mtawala wa watu kwa mujibu wa Qur'ani ni Allah. Lakini leo mtawala wa watu ni watu wenyewe. Huu mfumo unaitwa demokrasia. Mfumo wa pili wa utawala unaitwa monarchy, mfumo wa kifalme. Ukoo fulani, kwa mfano kama Saudia, ukoo wa Abdul Aziz Saudi, baada ya kuvunjika kwa dola ya Kiislamu, wa Marekani wakampa Abdul Aziz Saudi na ukoo wake wanatawala Saudi Arabia. Uingereza pale, ule ukoo wa Malkia Elizabeth ndio unaotawala pale. Hiyo inaitwa monarch system, mfumo wa kifalme. Kwa hiyo kuna mataifa kama Uingereza, kuna mataifa kama Saudi Arabia, wao mfumo wao wa kisiasa ni mfumo wa nani? Wa kifalme. Saudi Arabia wachagui mfalme. Mfalme alichaga ni mtoto. Yani mtu akifa anachagua mtoto wake katika ukoo wa Ibn Saudi. Mfumo wa tatu wa siasa ni dictatorship. Mfumo ambao binadamu mmoja anaandaa jeshi lake, wanapigana, wanamiliki taifa, kisha anatawala anavyotaka yeye. Hiyo inaitwa dictatorship, ambayo inatumika katika sehemu mbalimbali. Miaka ya nyuma huko tunaona madikteta walikuwepo wengi tu. Yani yeye wananchi hawamchagui, wala Mungu hamchagui. Anatawala anavyotaka yeye, na watu wanaomheshimu na jeshi alilonalo mtawatii tu. Lakini kuna mfumo wa 4 ambao hutakuja kufundishwa shule yoyote ya kisekula. Unaitwa theocracy. Theocracy. Huu mfumo unaitwaje? Unaitwa theocracy. Theocracy. Huu mfumo ni mfumo ambao Mungu, muumba wa mbingu na dunia, aliyekuumba wewe, ambaye ndiyo mmiliki wa dunia hii, ambaye ndiye anakupa pumzi, ambaye ulizaliwa ukaja duniani bila kujua ulikujaje, na siku ya kuondoka yeye ndiye anajua utaondoka lini. Aliandaa mfumo wa kuitawala dunia sawa na pale Edeni kwa Adamu. Akatoa maelekezo kwamba ile sovereign state ya taifa iwe inatokana na yeye. Yani dola
ya demokrasi, mwenye mamlaka na taifa ni wananchi. Lakini theokrasi, mwenye mamlaka na taifa ni Mungu. Ndio mfumo mzima wa vitabu vya dini hivi, Biblia pamoja na Qur'ani. Kuna mfumo wa siasa unaitwa theokrasi, ambapo kuna contract, kuna katiba ambayo Qur'ani ni katiba, contract baina ya Mungu pamoja na Waislamu kuishi hapa duniani. Biblia ni katiba baina ya Mungu na Wakristo kuishi hapa duniani, au wana wa Israeli. Tumeivunja huu mfumo wa kisiasa wa theokrasi, tukapigwa na kulazimishwa na wazungu kwenye vita vya kwanza vya dunia, ambayo kabla walianza inaitwa French Revolution. Walifanya mapinduzi, wakaondosha huu mfumo wa theokrasi duniani, wakaanzisha demokrasi. Ndio maana tunateseka. Kwa hiyo viongozi wa dini, maaskofu na mashehe, hamuwezi kuleta amani. Na waona viongozi mbalimbali, watu wanatekwa, watu si wanapata matatizo, watu si eti viongozi wa dini wanaombea taifa. Hivi kiongozi wa dini, wewe unawezaje kuombea taifa ambalo liko chini ya mfumo wa demokrasi, alafu Mungu aweze kutia? Mungu sio mtawala katika hili taifa, hata tuombeje. Yaani misukosuko inayokuja huko mbele ni mikubwa zaidi. Ndio maana tunasema huu ni wakati wa Agano Jipya, turudishe theokrasi duniani. Mungu atutawale, Mungu wa amani. Mungu akitutawala tutakuwa na amani. Lakini kwa kuwa tulikataa huu mfumo na mahubiri hayaelekei huku, yanaelekea kwenye demokrasi, ndio maana mnaona duniani ni sehemu ya matatizo, sehemu ya kufa, sehemu ya maradhi, sehemu ya vimbunga, sehemu ya mavita, sehemu ya matatizo mbalimbali ya kiuchumi ya kila namna. Kwa sababu mmiliki wa hii dunia alitaka atutawale kwa hiari, tumegoma. Ndio maana tunateseka. Kwa hiyo tunapata tabu katika hii dunia, kwa sababu Ibrahim tena lile agano alilolifanya na Mungu alifanyi kazi dunia. Agano tunazungumzia utawala, hatuzungumzii sijui nini wala nini. Contract, the sovereign state. Baada ya Mungu kupoteza ile sovereignty pale Edeni, Ibilisi akaichukua kwa Adamu. Mungu akamtafuta Ibrahim, akamuinua Ibrahim ili kupitia yeye aweze kuirudisha mamlaka ya dunia hii katika mikono yake kupitia Ibrahim, kwa mfumo wa kisiasa unaoitwa theokrasi. Kama ambavyo nimeeleza, kuna mfumo wa demokrasi, kuna mfumo wa monarchy, kuna mfumo wa dictatorship. Mfumo wa siasa wa utawala Mungu anaoupenda ili aweze kuishi na wanadamu vizuri kwa amani ni theokrasi. Tunateseka kwa sababu Ibrahim sio mtawala wa taifa la Tanzania hii. Tuna kazi ya kurudisha wanadamu. Hatuna furaha duniani bila mfumo wa siasa ambao sisi tunasema sisi ni Ibrahim ni baba yetu wa imani. Bila mfumo wa siasa wa theokrasi hatuwezi kupata amani katika hii dunia. Maaskofu na wachungaji pamoja na mashehe, eleweni, msipoteze muda na huu mfumo wa demokrasi kwamba tunaweza tukatumia mfumo wa demokrasi kurudisha hii dunia mahala pake. Haiwezekani.